Kesho nafikiria mtatokea kwa barabara kuhusu maandamano. Na mimi nilikuwa nawajulisha kwamba kesho mkitokea kwa barabara muandamane maandamano ya haki na ya amani, mfuate katiba. Muandamane maandamano ya katiba, musiguze biashara ya mtu yoyote, musichome gari ya mtu yoyote. Maana wakati wa maandamano kuna kuwaga na kundi mbili. Kuna kundi ya amani, kuna kundi ya kwenda kuiba mali za watu, kuna kundi ya kwenda kuharibu biashara za watu, kuna kundi ya kwenda kuchoma magari za watu. Sasa mimi nawaambia wale mnaendaga kuharibu biashara ya watu ama kuchoma magari za watu, kesho msijaribu kuguza biashara ya mtu, msijaribu kuguza mali ya mtu, msijaribu kuchoma gari ya mtu yoyote. Muandamane maandamano ile kwa katiba. Mfuate katiba. Mfuate katiba ya Kenya, msijaribu kuguza kitu ya mtu yoyote. Maana mkijaribu kuguza mtaona mkono wa sheria. Mtaona mkono wa waziri wa usalama Mheshimiwa Murkomen umefanya kazi. Mtaona mkono wa General Inspector Douglas Kanja umefanya kazi. Kwa hiyo mimi tu nimewaambia msijaribu kuguza mali ya mtu yoyote ama biashara ya mtu yoyote. Muandamane kwa amani, mumalize kwa amani, murudi kwa manyumba zenu kwa amani. Msichokoze serikali, msitake serikali ifuate mkondo wake. Maana mkigusa tu biashara ya mtu yoyote ama mchome gari ya mtu yoyote, mtaona mkono wa Douglas Kanja, General Inspector wa polisi, na mtaona mkono wa waziri wa usalama Mheshimiwa Murkomen. Hiyo ni onyo nimewapatia, na mfuate maagizo vile inatakiwa ya maandamano ya katiba. Fuateni katiba vile inasema, msiguse biashara ya mtu yoyote. Tumeelewana? Lakini mkitaka tu dufurugane ama mkitaka kufurugwa, guseni biashara ya mtu, guseni mali ya mtu, mtaona mkono wa sheria ukifanya kazi.